ambazo tunaenda kutoa zitakuwa katika aina mbili. Mimi nikiwa na simu nitapata kitu kinaitwa virtual card. Ni kadi ambayo kama hizi wanazotoa siku hizi kwenye mitandao ya simu, inakuwa una app labda ya mtandao fulani wa simu na kuna kadi yako ya Visa mle ndani. So na sisi kwenye huo mfumo wa Simba, kwenye app ya Simba, nitakuwa naiona kadi yangu pale na namba yake. Kwa hiyo kama nikiload hela kwenye ile kadi nikiamua kufanya malipo, naweza nikafanya, lakini nikija kwenye mikutano inayohusiana na klabu ya Simba, naweza nikaionyesha pia kama njia ya kujitambulisha mimi kama mwana Simba. Singependa nitoe siri nyingi kwa sababu nadhani mengi yamefungwa ndani ya makaratasi humu, lakini kikubwa ni kwamba nadhani ni mfumo wa kipekee kutokea katika ukanda huu wa bara la Afrika. Swali lingine? Naitwa Ralim, natokea Morani Media. Kwanza ongereni Simba, hii ni big movement ambayo mmeonyesha. Swali langu la kwanza ni mmejiandaa vipi kukabili changamoto zitakazotokea wakati mshakabidhi kadi kwa wanachama? Na cha pili, swala la price, mmeweka price ambayo itarelate na uhalisia wa wananchi? Shukrani. Mambo ni mjibu. Ni kwamba changamoto sijui ukipata kadi kuna changamoto. Nazungumzia swala la teknolojia. Tumeona watu wanaweza duplicate kadi wakaja kuzitumia. Hiyo tueleze. Sawa, ila mfumo nitaelezea. Tumejenga mfumo wetu kwamba anayepewa kadi ndio muhusika. Ni tofauti na mifumo mingine kwamba ili uweze kupata kadi ya Simba lazima uwe umeidhinishwa na klabu ya Simba. Na kadi hii kwa sababu ni NFC tunasema ina unique identity. Kwa hiyo hata ukija kwenye mkutano wa Simba utaigusisha pale kwenye nini wanaita hichi, Kiswahili ni kishkwambi. Utagusisha, itatoa taarifa zako. Kwa hiyo hakutokuwa na mamluki au mtu aliye duplicate kadi kujimpersonate kwamba mimi ni mwanachama wa Simba kwenye tukio ambalo namtaka mtu wa Simba. Kwa hiyo tumezingatia hayo mambo kwa sababu tumeshayaona yakitokea sehemu nyingine. Kwa hiyo tumezingatia kwamba hautoruhusu hizo aina za duplication. Kuna swala la bei. Bei zitakuja baadaye. Tutakuja kutoa baadaye. Kuna mambo makubwa. Hatari. Mambo makubwa, watu watakimbia. Kwenda shamba hizi. Sasa vile kwa Morris ndio shamba hizi. Kwa sasa hivi dunia inaendeshwa kiganjani. Mabenki mengi au mtandao ya simu kuna ile kuchanja. Unataka huduma unalipa kwa kuchanja. Pengine kwenye kadi hizi zinazotoka za Simba tegemee hicho kwamba mtu akitaka huduma mfano kununua jezi ya Simba unaweza kuchanja kupitia kadi hiyo. Takuja kujibu. Sasa hiyo swali la mbele hiyo. Mbele. Yuko mwenyewe hapa atakuja kujibu wa kadi. Karibu. Asante. Habari ya saizi? Nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Nashukuru waandishi wa habari kuwepo. Kwa jina naitwa Bwana Rajab Thabit Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi tunashukuru sana kwa uongozi wa Simba, mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama Bwana Mangungu na mkurugenzi hapa kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao bwana watu wa mainstream media na mainstream group wanatengeneza ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa. Na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu, ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida mara nyingi unakuta kwenye kadi za benki kuna makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina makato ya mwezi. Mtumiaji anakatwa kile atachokiweka na kukitumia mwenyewe. Hakuna makato mengine ya ziada tofauti na yale makato ya kawaida. Lakini account kuwa nayo hakuna makato, na hiyo ndo one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Asanteni sana. Swali wewe wakati kadi wewe.
Kwa maswali ya kadi yaliulizwa. Yes. Niliuliza, kuna swali lilikuwa la visa. Visa ni mfumo wa malipo unaotumika karibia dunia nzima, na kinachobeba zaidi labda ni ukienda kwenye ATM, ina maana kadi hii ya mwanachama wa Simba anaweza kwenda kwenye ATM. Mimi sijabeba kadi yangu mimi, lakini unaona kama hii kadi ya benki hii, tufiche jina, hapo kuna visa. So ile kadi ya Simba itatoka kwa mwanachama, ina maana kadi ile ukienda kwenye ATM unaweza kutoa pesa. Kutakuwa pia na namna zingine tofauti ambazo za kuweka pesa na kutoa pesa ambazo zitakuja kutangazwa baadaye kwenye launch maalum, lakini kujibu ile swali la visa ni kwamba visa card ni mfumo tu wa pesa. Ukienda kwenye ATM yoyote unaweza kutoa pesa dunia nzima, na unaweza of course kwa mfumo wetu wa kadi yetu sisi, kwa wale ambao ni wasafiri wa nje ya nchi, wenye kwenda China, wenye kwenda Uturuki, wenye kwenda Maulaya, kama unakwenda kule unataka kutumia kadi, unataka kutumia malipo, kufanya malipo, unaweza kutumia ile kadi ya wanachama wako wa Simba kulipia bila makato yote ya ziada zaidi. Mambo. Ndio. Sasa vile kwa mfano nazungumza kuhusiana na kwamba faida moja wapo ni kwamba kadi haina makato, lakini mwanachama wa Simba anakuwa na uwezo wa kutoa pesa kwenye ATM yoyote. Ina maana kwamba ili mtu aweze kupata hiyo kadi, vigezo vyake ni lazima awe na account ambayo itamlinki moja kwa moja na kwenye ATM za token. Lakini ukiachana hizo faida mbili, ni faida ipi ambayo inamhusu mshabiki wa Simba moja kwa moja akiwa na hiyo kadi na yule ambaye hatakuwa na hiyo kadi? Nini tofauti wao? So kwa upande wa mwanachama wa Simba, sawa, maana mimi nitaongelea kwa upande wa mwanachama wa Simba. So kama wewe mwanachama wa Simba, makato yako tofauti na yale ambayo yalopangwa na Simba hakuna. So kama wewe mwanachama una kodi zako ulipe kama za wanachama, hizo unaweza kuzikatwa kama wewe unatakiwa kukatwa kutoka na hiyo kadi, lakini ni matumizi ya kawaida malipo. Yule ambayo sio mwanachama wa Simba, na hakika baadaye kwenye conference zingine zinazoitwa na Simba zitaonyesha tofauti baina ya mwanachama wa Simba, faida atazozipata kwa kutumia kadi hii ya wanachama wa Simba, na yule mtu wa kawaida ambayo maana nadhani unaongelea kuhusu kadi ya Visa. So kwa mtu wa kawaida mwenye kadi yake ya Visa ana mambo yake anapata kutoka kwa kadi ya Visa, lakini kwa mwanachama wa Simba yale mafanikio na mafaida na vitu kama hivyo vyote vitakuja kutangazwa huko mbeleni. Vipo, kuna faida yake nyingi tu, lakini zitangazwa rasmi na Simba. Swali lingine na nafikiri swali lake kwamba kawaida mwanachama kuna ada analipa ya wanachama, si ndio bwana? Sasa kwa mfumo huu ada ya wanachama itakuwa ni kiasi gani? Kama swali liko ndani ya uwezo wako, ama kama ni swali la mbele, basi hilo ni swali la mbele. Swali la mbele hilo mambo ya ada iko hivi. Sasa hivi sikuna kadi za Simba, si mnazo zile kadi wanachama, si mnazo wanazo kadi, si mnazo kadi za Simba zinafanya nini? Mara ya mwisho mimi na makamu wangu zinafanya nini? Kwa experience yenu kuna kadi zaidi ya kuja kwenye mkutano pale, zinafanya kazi nyingine ipi? Sasa hii inaenda kuwa Visa card. Visa card ni kadi ya malipo, pamoja kutambua kwamba ni kadi ya wanachama wa Simba, lakini na kufanya kwamba unaweza kuweka pesa, ukatumia pesa, ukafanya transaction nyingi. Hiyo ndio tofauti. Umeelewa? Kuna klabu ina kadi za namna hii. Basi tuishie hapo, usisome tena. Tuishie hapo kwanza. Swali lingine? Ndio. Swali lingine sijajua hiyo kwa mwenyekiti. Uliza tu tutajua. Inahusiana na wamesema kadi zinapelekwa kwenye matawi. Vigezo vya kukamilika klabu kuamini kwamba ile sasa imekuwa tawi, idadi ya watu atakuja kujibu mwenyekiti. Nyingine kwenye mpango wa kadi hapa tumeelewana bila shaka bwana Jaka mpaka ulize. Mimi swali langu ni kwa baadhi ya watu ambao sasa ndio kwamba tunasema ni wanachama wa zamani wa waishaji ambao tayari wana kadi na watapaswa kuwa na hizo kadi mpya ambazo zinakwenda kutoka kama inakuwa vipi? Lazima mwenyekiti atakuja kuuliza na kwa Asi
Tunashukuru sana Mr. Rajab, tumpe nafasi mwenyekiti ya muda mrefu. Asante sana. Mwenyekiti, kwenye swala linalohusu idadi ya wanachama wanaotakiwa kubebwa katika kila tawi, kwa sasa inasema ni 250 na kuna kiwango cha chini ambacho kilikuwa ni 50. Kwa hiyo tutakaa na kuona namna gani ambavyo tutarekebisha kuwa na reasonable number ya katika matawi, na nadhani utaratibu utawaelewesha wale wanachama wa zamani ambao walikuwa na kadi zao, wengine bado wanazo katika possession yao, wengine walipoteza. Kwa hiyo tutakachofanya, wakati anajaza kuomba kadi mpya, atajaza na kadi yake ya zamani, tutaangalia kwenye ledger na atarudi kuwa na namba yake ile ile ya zamani, au kwa namna ambayo tutakubaliana kuweza kwa sababu haiwezi kuwa mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90 ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa tolewe tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana kuimprove, kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa ni tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni, na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia huko. Swali kwa mwenyekiti, Abdin. Kuongeza vizuri. Nataka kuongeza hapo vizuri kwamba hii zoezi tuambie itakuwa ni endelevu au ni mfumo, lakini vile vile kuna wale watu wengine ambao wanaweza kuwa hawajakidhi vigezo vya kuwa wanachama labda wa Simba wakawa labda ni mashabiki, na au mnafikiria vipi wanaweza kupatikana? Sijaelewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa wanachama, na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion. Hapana, kadi zetu sisi tafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake, lakini vinginevyo utaratibu wa upatikanaji wa kadi ni ule ule. Mkataba upo na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna